Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufika siku hii ya Alhamis ya tarehe 30 ambayo kwetu sio tu Alhamis, kwetu ni siku ya safari ya kihistoria ya kutoka Dar es Salaam kwenda Ngorongoro kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba, lakini sanjari na uzinduzi wa jezi ya mnyama ya Simba Sports Club. Kama mnakumbuka, tulitangaza hapo awali ya kwamba tutakuwa na safari ya kuelekea Ngorongoro kwenda kwenye hayo matukio makubwa mawili, na tukaanza mchakato wa kukusanya nauli kwa mashabiki wa Simba wale ambao watawiwa kwenda Ngorongoro, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mwitikio umekuwa ni mkubwa sana, vile ambavyo hatukutegemea, imeenda beyond our expectations. Tumepata mashabiki wengi, imetulazimu tufunge zoezi kwa sababu kwa wale ambao wanakuja katika dakika za mwisho wanafanya uratibu wa zoezi kwa gumu, na Ngorongoro ni mamlaka ambayo inajitegemea, ina taratibu na sheria zake, kwa hiyo lazima mfanye maandalizi mapema. Kwa hiyo tangu jana siku ya Jumatano tulizuia zoezi la kupokea nauli, na tukaanza wale ambao tumeshachukua nauli zao kwa kuwasajili na kuweka utaratibu. Tutakuwa na magari 6 ambayo mabasi sio magari magari yanakuwa ni tule tudogodogo. Okay. Tutakuwa na mabasi 6 ambayo tutasafiri nayo kutoka Dar es Salaam kuelekea Ngorongoro, na awali kuna Mzabuni ambaye tulimtangaza kuwa ndiye tutakayetumia mabasi yake, lakini kuna mabadiliko. Sasa hivi tutatumia mabasi ya Shabibi kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka Ngorongoro. Ni mabasi mapya kimwasu, yani jipya kabisa, ambalo halijatumika hata ruti moja. Ruti yake ya kwanza kabisa ni ruti ya wanasimba kutoka Dar es Salaam kwenda Ngorongoro. Ni luxury car, ni gari jipya, ni gari la kisasa, ni gari ambalo ndani yake lina kila kitu. Nyinyi waandishi wa habari ambao mtapanda kwenye hayo magari, hamtawasha data zenu, nagonga wifi tu ya kwenye basi, free wifi. Alafu ukikaa ukijisikia uchovu, anakuja mdada na kuuliza, unataka nini Mpenja TV? Unasema nataka maji ya baridi, nataka juice, nataka pipi, nataka biskuti. Usiagize miogo. Hakuna miogo kwenye basi la Shabibi. Kuna vile vitu luxury ndio kufanya wewe uione safari kuwa nyepesi. Lakini mabasi hayo yana huduma ya nini tuseme, yana huduma ni VIP cars. Yana huduma ya jina linakuja nakataa, ni luxury bado. Yana huduma ya lavatory. Lavatory najua lavatory, achana na lifti. Lavatory. Sasa muona mambo hayo, kumbe wote hamjui. Unaona, mkiwa ikiwa kwenye basi au kwenye nyumba inaitwa toilet. Umeenda mbali ujue. Ikiwa kwenye hoteli ya kifahari inaitwa washroom. Lakini ikiwa kwenye basi la kisasa inakuwa ni lavatory. Na ikiwa kwenye ndege inaitwa lavatory. Kwa hiyo kwenye mabasi haya ya Shabibi ambayo tunasafiri nayo hayana toilet, yana lavatory. Yani inafanana status yake na vile vyoo vya kwenye ndege. Na ikiwa porini ni kuchimba dawa. Ikiwa kwenye gari lavatory. Sasa niwatangazie ndugu zangu wana Simba, tumeshazoea kusafiri. Tukifika zetu Msata pale, sama kidogo hapa kidogo, nikipata kapori pale bana, subiri kidogo hapo. Mipango yote inaishia ndani ya gari, ni self service. Tunasafiri kitajiri sana ndugu zangu, sababu tunakwenda kwenye starehe kule Ngorongoro, tunakwenda kwenye matukio ya kihistoria. Hatuwezi kwenda tumejibana bana.
Kinyomo, ongea vizuri Mkombozi. Kwa hiyo tunakwenda kibingwa zaidi, tunakwenda kikubwa zaidi. Kwa hiyo tutakuwa na magari 6 ya Shabibi, magari 5 ya Shabibi na gari moja la Simba Sports Club. Watu watapanda humo. Magari mawili yatakuwa ni kwa ajili ya platinum, wale ambao wamelipia platinum ya shilingi 100,000, na magari 4 yatakuwa ni kwa ajili ya standard, wale ambao wamelipa shilingi 60,000. Safari itaanzia Ubungo. Kuna vituo viwili, na hapa ningependa tusikilizane very clear, ndugu zangu wana Simba. Tutakuwa na vituo viwili vya kuondokea Dar es Salaam. Tumeamua kutenganisha ili kuepusha jam kwenye eneo moja. Kituo cha kwanza ni Ubungo, kwenye kituo cha mafuta kinachoitwa Engine, pale ambapo inatazamana na Ubungo Plaza. Kwa wale ambao wameshawahi kusafiri sana na Simba kwenye mabasi, mara nyingi huwa tunaanzia safari zetu hapo. Sasa hapo kwenye kituo cha Engine ama Shell kama ambavyo mmezoea kuita Waswahili, hapo watu wote ambao wanasafiri kwa bei ya platinum ya shilingi 100,000, wao tutakutana hapo kwenye sheli ya Engine kuanzia saa 3 kamili usiku. Tutafanya logistics pale za kuitana majina na kupangana. Ikifika saa 5 kamili chombo kama SGR inang'oka, haina msubiri nani. Yani hata umefika pale ndo nafunga mlango na nakuona ukasema nifungulia, ngoma ina yeya, haufungui, sifungui, nakaa mwenyewe. Saa 5 kamili ngoma inachomoka. Tunachoomba watu wafike mapema ili tuweze kufanya zile logistics, kwa sababu lazima tuitane majina. Tunaangalia Abandimbo, okay sawa, ingia. Nani sawa, ingia. Wewe jina lako alipo, rudi nyumbani ukapumzike, utaangalia Azam TV. Kwa hiyo tufike mapema saa 3 ili tukamilishe taratibu zote. Saa 5 chombo inang'oka, na wanasimba wote ambao wanakwenda kwenye safari hii tujitahidi kuvaa uniform kwa maana ya jezi, na tunapendekeza jezi nyekundu. Na jezi hii nyekundu maana yake utaivaa siku ya safari, utafua usiku. Kwa wale wenye mbili itakuwa ni sawa. Siku ya kwenda Ngorongoro, hiyo ndo aina nani, hiyo ndo aina mdekezo. Hiyo ni lazima kila mwana Simba avae jezi nyekundu. Lakini kituo cha pili itakuwa ni hapo Ubungo, kwenye kituo cha mafuta cha Oilcom, Ubungo Mataa, chini ya daraja la flyover. Pembeni hapa kuna kituo cha mafuta kinaitwa Oilcom. Wanasimba wote ambao wamelipia kwa bei ya standard ya shilingi 60,000, wao tutakutana hapo kuanzia saa 3 kamili. Tunaitana majina pale, kila mmoja tunampangia basi lake. Saa 5 kamili ngoma inaondoka. Tunasisitiza tena, muda ndio jambo la msingi kuliko kitu kingine chochote katika safari yetu. Tutaondoka majira hayo ya saa 5 mdogo. Tukifika maeneo ya Bunju pale kuna supermarket, sihitaji, lakini dereva tutamwelekeza pale. Magari atasimama kidogo ili watu waingie kwenye supermarket hiyo, wafanye shopping sasa, wanunue mazagazaga, wanunue mavitu, wanunue mambo na hakuna kuombana hiyo. Kila mtu ana mzigo wake. Mtu anakula zake chocolate pale, unakuwa unamtolea macho, not allowed. Kila mtu anunue. Kwa hiyo utafanya shopping pale ya vyombo ili watu wakiingia kwenye gari iwe imependeza. Baada hapo safari inaendelea mdogo sasa mpaka Msata hiyo Kwezu Mboga, tunakunjua mpaka Mchungwani, Segera tunaitafuta Korogwe, Mombo, Same, Hedaru mpaka njia panda Himo, Mwanga, safari Moshi, Kilimanjaro tunakwenda mpaka Arusha. Tunategemea kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu
tutafika Arusha majira ya mchana fulani ya asubuhi saa 4 hivi. Tutakutana na wanasimba wenzetu ambao na wenyewe tayari wameshajikusanya wakiwa na magari yao aina ya Costa 7. Msululu utaanzia hapo sasa. Tutakutana katika eneo linaitwa Sanawari. Tutaanzia msafara wetu hapo, tutaondoka moja kwa moja, tutapita Monduli, tutapita Mkuyuni, tutapita Mtwambu, safari moja kwa moja kuelekea Karatu. Kabla ya kufika Karatu mjini, kuna sehemu inaitwa Rotia. Pale sasa tutashuka kwenye magari, tutaanza mwendo mdogo mdogo pamoja na gari ya wazi kwa ajili ya kufanya parade la ubingwa wetu kuelekea mpaka Karatu mjini. Tukifika Karatu mjini, tunasambaana pale. Baada ya matangazo, tutakutana tena usiku kwa ajili ya mkesha wa wiki ya Simba sanjari na mkesha wa Simba Day. Baada hapo, asubuhi yake saa 12 asubuhi, ni vema tuzingatie muda, kwa sababu tunakwenda kwenye mamlaka nyingine, tunakwenda nyumbani kwa watu wengine, nyumbani kwa wanyama, kwa lazima ufuate sheria na taratibu za wanyama. Kwa saa 12 asubuhi tunakutana, kila mmoja anarejea kwenye gari lake. Sasa kwa wale watu ambao wamelipia tiketi ya platinum ama nauli ya platinum, wenyewe watapanda cruiser zile za kitalii ambazo unaning'inia juu namna hii, unaangalia tembo, wanapanda zile. Kwa wale wa shilingi 60,000, wao watapanda kwenye mabasi yao yale yale ya Shabibi na kuwapeleka moja kwa moja mpaka Ngorongoro. Jambo la kusisitiza, kila mtu abebe kitambulisho chake kinachotambuliwa na serikali, aidha NIDA ama chakura ama passport ama leseni ya udereva. Usije na kitambulisho cha Ava TV, akitambuliki. Tuko sawa bwana? Njoo na kitambulisho kinachotambulika na nchi yetu. Baada hapo, tutaingia zetu Ngorongoro moja kwa moja, tutaelekea kwenye eneo la tukio ambalo ni Ngoe Tok Tok. Tutafanya zetu pale uzinduzi wa Simba wiki, na baada hapo utakuja uzinduzi wa jezi ya mnyama, na tukimaliza hapo wale wote ambao watahitaji kuvaa jezi ya Simba hapo hapo Ngorongoro, jezi itauzwa, watu watavaa jezi zao. Kwa hiyo unaingia Ngorongoro na jezi ya zamani, unatoka Ngorongoro ukiwa mtu mpya na jezi mpya. Baada ya kutoka Ngorongoro, wauza jezi watapanda juu Karatu kwa ajili ya kuwauzia wana Karatu. Hii ni kusema kwamba watu wa Karatu ndio watakuwa watu wa kwanza msimu huu kuvaa jezi ya mnyama ya Simba Sports Club. Baada hapo, tutarejea zetu Karatu mjini, watu watarejea kupumzika kidogo, kuogaoga na kutoa vumbi, na baadaye majira ya saa 2 usiku itakuwa ni safari ya kutoka Karatu kurejea Dar es Salaam, na shughuli yetu itakuwa imeishia hapo.